Ninawakaribisha watazamaji na wafuatiliaji wa ibada hii ya kujifunza maandiko matakatifu kupitia mwongozo huu wa Bobea Andikoni. Kwa hiyo ninawakaribisha wote tuweze kufuatilia na kufuata kipindi hiki. Na kwa sababu tunakwenda kuanza, nimkaribishe Mwalimu Raphael kwa ajili ya ombi. Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu shema pa juu mbinguni kwa nafasi ya pekee uliyotupatia kuweza kuwa katika ibada hii ya kujifunza maandiko Biblia takatifu kupitia mwongozo huu wa Bobea Andikoni. Tunaomba uwepo wa Roho wako Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu ukaambatane pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yale yote ambayo tutayazungumza yakawe msaada katika maisha yetu sisi kwanza, lakini pia kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia. Kwa utukufu wa jina lako nimeomba, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Amina. Mwalimu, labda kwa kuanza utupitishe ni nini hasa somo hili linalenga? Kwa kuanza, somo hili linalenga wakati Yesu alipokuwa akikaribia kusulubiwa, aliwaita wanafunzi wake kwa ajili ya karamu ya mwisho. Nadhani pia unazungumza ile hafla ya mwisho ya Yesu kabla ya mateso, kabla ya kifo, kabla ya kupaa kwenda mbinguni na yote hayo. Mwalimu, tuje sasa kwenye msingi wa somo. Somo hili linalenga sisi wanafunzi na walimu wengine tulenge kujua nini hasa au kujifunza nini hasa? Tunajifunza kitu kikubwa ambacho maandalizi ya karamu ya mwisho, Yesu alipogundua kwamba muda wake wa kuishi ulimwenguni kwa kusudi alilokuja kulifanya unakwenda kuisha, aliwaita wanafunzi wake ambao walikuwa karibu kwa kipindi cha miaka kadhaa tangu ameishi kwa ajili ya kutumika na kutoa na kupeleka kusudi lake ambalo alikuja kulifanya hapa ulimwenguni. Na Yesu anawaita wanafunzi kama ambavyo pia katika maisha mbalimbali ya viongozi na wanaoongozwa huwa inafanyika kwamba kabla ya kutokea tukio fulani lazima ukae na watu wako kuweza kujadili mambo kadhaa. Kwa Yesu aliweza kuonyesha kielezo hiki kwa kuwaita wanafunzi waandae karamu, waandae sikukuu, wakae pamoja, wale chakula pamoja kwa ajili pia ya maelekezo fulani ambayo alitamani kuyaonyesha. Kwa hiyo katika sura hii ya 13 ya kitabu cha Yohana, Yesu amewaita wanafunzi kuwasaidia wao kwanza, lakini pia ili wao wawe msaada, kwa sababu hapa alikuwa anajiandaa kwenye mateso, kwenda kwenye mateso, ili atakapoondoka, je, ameacha kizazi kipi? Je, yale maelekezo ambayo yanapaswa kufanyika yatafanyika kwa kiasi kipi? Kwa sababu hawa ni wanafunzi, ni watu ambao walikuwa naye karibu kwa kipindi hicho ambacho amekuwa hapa ulimwenguni tangu kuzaliwa kwake. Ameanza kazi yake ya utumishi ya kuwafundisha watu namna ambavyo pia wanapaswa kufundishwa. Kwa hiyo dhima kubwa imelengwa kwa mambo mawili makubwa. Moja, upendo. Alieleza sana swala la upendo, jinsi ambavyo wanatakiwa kupendana, lakini pia swala la unyenyekevu. Kwa hiyo katika maandalizi yote yalipofanyika ya kuandaa hii karamu, ilizoeleka kwa kawaida za kipindi kile kwamba wanapoandaa karamu katika huduma ya kutawadhana miguu au kuoshana miguu, mtumwa ndio alikuwa anatumika kwa bwana wake kumtawadha au kumuosha miguu. Na hata wanafunzi walipopewa maelekezo ya kuandaa karamu hii ya mwisho kabla ya mateso ya Kristo, baada ya kuwa wameandaa, hakukuwa na mtumwa ambaye alipaswa kufanya ile kazi, na wanafunzi kila mmoja akawa anatafakari moyoni mwake kwamba ni nani ataenda. Kila mmoja akawa anataka kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa tayari. Ndipo Yesu ananyanyuka, anajifunga kitambaa kiunoni, anafanya huduma. Cha kwanza anawaosha miguu, lakini cha pili anawafuta kwa kile kitambaa ambacho alikuwa amejifunga. Kwa hiyo baada ya hili tukio kuna mgogoro wa nafsi kwa kila mmoja, na ukianza na Petro, ambaye Petro baada ya kuona kile kitu alikuwa anajadili kwamba hii sio kazi ya mimi, kwa sababu mimi ni mkubwa, kunatakiwa mtumishi awepo hapa. Basi alitakiwa kufanyika mwingine. Anapoona Yesu anaenda kutawadha miguu, kuna kitu kinaingia moyoni mwake kwamba hapa hatuko sawa. Kwa hiyo ni mambo ambayo pia Yesu alitamani yaonekane, lakini pia awaelekeze utaratibu ambao alitaka kuwaelekeza. Asante mwalimu. Ninachoshukuru ni kwamba umedokeza baadhi ya mambo yanayozungumzwa kwenye utangulizi wa mwongozo huu kwenye hiki kisa.
Labda mwalimu, tupitishe pamoja na mambo mengine yanayozungumzwa kwenye kisa hiki, ni habari ya kutawadhana miguu. Waweza kutupitisha kidogo kupitia kisa hiki kilichozungumzwa kwenye utangulizi? Kuna ujumbe gani uliokusudiwa pale kuufahamu? Tunaona jinsi gani Yesu alivyoonyesha upendo wake kwa vitendo. Ukisoma katika hiyo Yohana 13 fungu la kwanza hapa hadi la 5, Yesu hakusema tu kwamba anawapenda wanafunzi wake, lakini aliuonyesha upendo huo kwa kuwaosha miguu. Na hii ilikuwa kazi ya mtumishi wa kiwango cha chini, lakini aliifanya yeye mwenyewe. Kwa kufanya hivyo, Yesu aliwafundisha kwamba upendo wa kweli unaonekana kwa matendo, lakini pia na kwa kujitoa kuwahudumia wengine. Lakini jambo la pili, tunaona unyenyekevu ambao ulikuwa ni kama alama ya mwanafunzi wa Mkristo. Tunaona Petro alivyoona ya kwamba ni vigumu kwake kuoshwa miguu, Yesu alimuelekeza lakini akaelewa. Na alivyoelewa, Yesu akamuosha miguu. Tunaona jinsi gani Mkristo wa kweli anapaswa kuwa mtumishi kwa watu wengine. Lakini pia viongozi wa Kikristo wanapaswa kuonyesha mfano wa kuongoza kwa mfano na kwa upendo na kwa unyenyekevu kwa watu wengine. Asante mwalimu. Tukirejea kwako mwalimu, umeigusia sura ya 13 kama sehemu pia ya mwongozo huu, kwamba ndio maandiko matakatifu ambayo yanatuelekeza hasa kujifunza kupitia mwongozo huu. Sura hii ya 13 pamoja na yale ambayo umeyazungumza, habari ya huduma ile ya kutawadhana miguu, lakini naona sura ya 13 inazungumza habari ya usaliti, na ni bado tunakuwa ni sehemu ya somo hili. Hebu tuelekeze na kutukumbusha huu usaliti unaozungumzwa na Yesu, je, unaonyesha nini katika habari yetu ya maisha yetu? Asante. Unapoendelea katika sura hii ya 13 ya kitabu cha Yohana, amezungumza usaliti katika kwa watu wawili, kwa sababu baada ya wanafunzi kutambua kwamba walipaswa kuhusika kwenye kutawadhana miguu, hilo somo likawa limepita. Baadaye anaendelea kuzungumza nao dhima ya kile ambacho ilikuwa ndio somo kubwa alilowaitia. Baadaye ukisoma kuanzia fungu la 21, kuna anatabiri usaliti. Na anakuwa anazungumza kama kwa mafumbo hivi, lakini pia anakuwa akiwaeleza, kila mmoja anaanza kusema au ni mimi au ni fulani, na anakuwa akitoa anajihisi, yani kila mmoja alikuwa anajihisi kwamba inawezekana ni mimi au ni mimi. Sasa anapotoa dhima kubwa kwamba ni fulani, kwa kutokutaja jina, kwa vitendo atakavyovifanya, anatabiri usaliti wa aina mbili. Wa kwanza anamtabiri Yuda kwamba yule nitakaye mlisha ndiye atakaye nisaliti. Lakini Yuda hajashtuka. Inawezekana alishtuka, lakini pia namna ya kukubaliana na lile tukio halikuonyesha, kwa sababu aliambiwa kwamba fanya haraka unachotaka kukitimiza. Lakini pia ukiachana na Yuda, mwishoni pale tena anatabiri kwamba Petro atamsaliti. Petro anakuwa ni kama ilivyo tabia yake, anaonyesha ukinzani kwamba hapana, mimi sitaweza kukusaliti. Lakini ni namna mbili ambavyo Yesu anatabiri usaliti wa hawa watu wawili. Kwa hiyo katika usaliti imezungumzia, hii sura ya 13 imezungumza kwa hawa watu wawili, Yuda pamoja na Petro. Asante. Wakati karamu hii ya mwisho inaendelea, tunajifunza mambo mengi, ni pamoja na tuliyoyazungumza. Yesu anatabiri habari ya usaliti kwa Yuda na inatendeka. Lakini Yesu aliendelea kumpenda hadi mwisho. Yesu anatabiri kwamba miongoni mwao mmoja atamkana, na ni kweli Petro anamkana. Lakini Yesu anaendelea kumpenda hadi mwisho. Na tunajifunza hawa watu wawili sasa, Yuda na Petro, ili hali tukijua hatima yao, kuna utofauti gani unaotuweza kutufundisha hapa sasa kati ya hatima ya Yuda
na Petro baada ya wao wote wamemsaliti Yesu na mwingine kumkana? Karibu mwalimu. Asante mwalimu. Tunaona jinsi gani Yesu alimpenda kweli Yuda kweli mpaka mwisho. Alimtawaza miguu, akampa fursa za kubadilisha mwelekeo, lakini Yuda tunaona alijifanya mgumu. Aliweka moyo wake kuwa mgumu kupokea ule upendo wa Kristo. Kwa upande mwingine tukiona kwa Petro naye alitabiriwa kuwa atamkana Yesu, lakini tunaona kuwa alithibitisha ya kwamba ndio alimkana, lakini bado alitubu na alithibitisha kutoshindwa kwake kumkana Kristo. Asante mwalimu. Tunajifunza utofauti pia wa Yuda ni kwamba yeye hakumrudia Kristo licha ya kwamba alitambua juu ya usaliti wake. Lakini tunajifunza kwa Petro pia ya kwamba pamoja na kwamba yeye alitambua kumkana kwake, lakini tunaona yeye alimrudia Yesu Kristo. Mwalimu, hebu tusaidie. Somo hilo lina uhusiano gani kwenye maisha yetu sisi leo ukilinganisha wakati wa karamu hii ya mwisho? Asante. Jambo kubwa ambalo tunalipata hapa, moja, mtoa huduma Yesu anatoa upendo wake, anakuwa mnyenyekevu, lakini pia anachokitoa kinahitaji mapokeo. Yuda kuna namna ambavyo anapokea, lakini Petro kuna namna anavyopokea. Yuda mapokeo yake yameendelea kuonyesha kubaki pale pale na msimamo wake kwamba nimekosea hapa, lakini pia siko tayari kurudi. Sawa. Lakini tofauti na Petro alipogundua kwamba baada ya kumkana Yesu anaonyesha kurudi, kwamba alikosea, amegundua kosa na anaamua kurudi. Sasa pia hata sisi leo kuna namna ambavyo tunapokea jumbe mbalimbali za anayetuongoza Yesu Kristo. Tunapoonyeshwa namna fulani ya kupendwa, ya kufanya majukumu yetu, kuna namna ambavyo tunapokea, na hapa ndio unaingia kwenye namna ya kutumia fikra zetu. Na fikra ya Yuda ni kutokukubaliana na msamaha. Inawezekana mtu ametambua kosa alilolifanya, lakini kutoamua kurudi, kwa sababu kubadilisha mtizamo, kubadilisha fikra ndio maana halisi ya kutubu. Yaani unaposikia kwamba mtu ametubu, amebadilisha fikra aliyokuwa nayo juu ya jambo fulani. Lakini kuna kundi la pili la watu ambao wana mtizamo wa Petro kwamba anapogundua kwamba amekosea anarudi haraka, na hiyo ndio tabia ya Ukristo wetu. Kwa hiyo pamoja na haya makundi mawili, kila mmoja tunapojifunza au tunapokuwa katika ibada hii lazima tujue namna ya kurudi. Kushindwa kurudi haimaanishi kwamba haujakosea, au ukirudi haimaanishi kwamba labda wewe ni mdhaifu. Hapana, unaporudi na maana umejielewa kwamba ni kipi ambacho ulikifanya, sasa uko tayari kujiungamanisha, kujisahihisha pale ambapo ulikosea. Asante. Hii ni karamu ya mwisho ambayo Yesu anaifanya, na tumejifunza mambo mbalimbali yakiwemo huduma hii ya kutawazana miguu, ambayo nayo ina ujumbe wake moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na unyenyekevu. Lakini tunajifunza pia dhana hii ya usaliti au kutenda mabaya, lakini bado tunakumbuka kurudi kwa nani? Kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mwasisi wa upendo. Lakini tumejifunza pia dhana ya upendo wa Mungu na utofauti na upendo wetu, kwamba Yesu licha ya kwamba tunakosea, yeye atabaki kutupenda hata mwisho. Labda nirudi kidogo kwako mwalimu. Hii huduma ya kutawazana miguu hata leo inaendelea kufanyika? Hata leo inaendelea kufanyika, na tunaifanya sisi kama Wakristo, kama Waadventista wa Sabato, tunaendelea kuifanya katika makanisa yetu. Ni kielelezo ambacho Yesu alituachia, kwa hiyo bado kinaendelea kufanyika. Asante. Mwalimu, una cha kuongeza? Ndio, huduma hii kama ambavyo ni agizo la wanafunzi na Yesu alipokuwa pale chakulani katika karamu hii ya mwisho, alitoa maelekezo. Kwanza alitoa maelekezo ya kuendelea kupendana kama ambavyo yeye aliwapenda. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe kuna namna ambavyo wao walikuwa na utafakari upendo.
lakini aliwaambia kwamba mpendane, amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kupenda ni pamoja na vitendo vitakavyoendana na upendo. Kupenda si kwa maneno peke yake, kwa sababu yeye aliwapenda kwa fikra, lakini alitekeleza wajibu wa kupenda kwa vitendo. Kwa hiyo swala la vitendo, upendo kwa vitendo ni swala la msingi sana ambalo tunakuwa nalo. Lakini pia alitoa kwamba huduma hii iendelee kila mtakapokumbuka. Hatutafanya kwa maana ya kwamba kuula mwili wa Kristo, hatutafanya kunywa damu ya Kristo, lakini tutafanya kila tutakapokumbuka tukio la ukombozi, kwa sababu tukio zima la karamu ya Pasaka lilionyesha ukombozi, na hapa alikuwa anaenda kukamilisha, kuhitimisha swala la kuukomboa ulimwengu kwa mateso ambayo alikuwa anayakabili. Asante. Asante mwalimu kwa kile ulichozungumza. Turudi kuangalia wakati wa karamu hapo inatendeka. Yesu anaendelea kuwapa simulizi kwa mambo yatakayotendeka baadaye. Na tunaona pia anamkazia macho miongoni mwa wanafunzi huyu Petro. Anawajulisha ya kwamba shetani anawatamani au anawataka hawa wanafunzi ili awapepete. Lakini anawaambia ya kwamba, Yesu anawaambia ya kwamba, ninapenda jinsi anavyowaambia ya kwamba, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Na anamalizia anasema ya kwamba, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Huu ulikuwa ni ujumbe wa Yesu kwa wanafunzi wake. Je, kuna mwendelezo wowote leo sasa katika ujumbe huu, na kwamba tunajifunza nini kuhusu wito huu? Tunajifunza ya kwamba hata sisi yale ambayo tumeyafahamu kuhusu ukweli wa neno la Mungu tunapaswa kuwaimarisha na kuwafundisha watu wengine ili waweze kuufahamu ukweli huu. Asante. Mwalimu, kiunganisha na hii hoja ya kwamba anasema Yohana 14, Yesu anasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, maana naenda kuwaandalia nini? Mahali ambapo sasa anawaambia wanafunzi, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Huu ni wito. Wito huu una uhusiano gani na wito ambao wa kuwafundisha wengine mpaka Yesu atakaporudi? Asante. Wito wa Yesu uko makini hasa kwa hadhira iliyokuwepo ya wanafunzi na Yesu. Ukiona pale maongezi yaliyokuwa yakiendelea katika ile karamu, pamoja na vitu vingi ambavyo alivifanya kwa vitendo, ilikuwa ni anawatahadharisha ya kwamba yeye karibuni anaondoka, kama ambavyo pia ameendelea kuwaambia kwamba kusudi lake linaisha ulimwenguni, anaenda kulitekeleza. Lakini bado jambo la kwanza analowatambulisha ni kwamba baada ya mimi kuondoka, ninyi ndio mtapaswa kufanya hivi, kwa lazima ninyi muwe makini kuhakikisha kwamba mnatekeleza hiki ninachowafundisha, kwa sababu ninyi mtakwenda. Ndio maana anawaambia kwamba Simon, tazama shetani amewataka ninyi kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kwa hiyo kiongozi hawezi kwenda kama yeye hajaongoka. Leo hatuwezi kwenda kwa wengine kama sisi wenyewe hatujajiweza. Kwa hiyo dhana nzima ya uongozi ambayo inaendelea hapa, anapowaambia msifadhaike, yale maneno ya kuagana, hata leo tunapoagana kuna namna fulani lazima unakuwa na huzuni kwamba sasa nini kitafuata baada ya hapa. Unahisi kupungua kwamba tulikuwa na kiongozi, lakini kiongozi anaondoka, lakini hakuna namna, kiongozi inabidi aondoke. Kwa hiyo lazima akwambie kwamba kukutia moyo. Kwa hiyo yale maneno ilikuwa ni ya kuwatia moyo wanafunzi kwamba pamoja na yote ambayo tumeyazungumza, inaonekana mmeingia baridi. Sasa msifadhaike, msiwe na hofu, kwa sababu ninakwenda kuandaa, yani nakwenda kutekeleza hili. Lakini pia hakuacha kwamba tu waendelee kuwa na hiyo dhana. Aliwaambia kwamba ninapoenda ili ninyi muwepo, ina maana nimtekeleze hiki tulichokijadili katika hii karamu ya mwisho. Kwa hiyo kushindwa kukitekeleza kwa vitendo, kushindwa kubadilika wao, kushindwa kutubu wao, bado isingewapa nafasi ya kwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi kama ambavyo walikuwa wao wanafunzi. Kwa hiyo Yesu amewatahadharisha, amewaandaa kisaikolojia. Kwa hiyo hata wanapobadilika tayari saikolojia zao ziko sawa kwenda moja kwa moja kufanya kazi kama ambavyo alifanya. Moja, upendo; mbili, habari ya unyenyekevu;
Lakini tatu, uongozi bora, sio kutumika, ni kutumikiwa. Kwa hiyo tuna kitu cha kujifunza katika somo hili. Asante walimu wenzangu, tunapoelekea tamati, mnadhani tuondoke na nini sasa katika somo hili? Mwalimu, tuondoke na nini hasa? Tunapaswa kuondoka na upendo wa Kikristo unaambatana na matendo. Tunaona jinsi gani Yesu aliwapenda wanafunzi wake, lakini pia aliwaonyesha kwa vitendo. Lakini pia hakuna huduma ndogo mbele za Mungu. Mungu alijinyenyekeza, akawaosha miguu, na ilikuwa ni jambo kubwa sana ambalo Yesu alilifanya, japo lilikuwa ni jambo ambalo linafanywa na watu ambao ni wa hadhi ya chini. Lakini tunapaswa kuwahudumia wengine bila kujali hadhi zao. Tunapaswa kuwa na upendo kama wa Kristo. Tunapaswa kuwahudumia wengine bila kujali kwamba huyu labda ana cheo fulani, ana elimu fulani. Tunapaswa kuwahudumia watu wengine wote kwa usawa. Mwalimu, tuondoke na nini mwalimu? Jambo kubwa, mimi naweza nikajikita kwenye uongozi. Swala la uongozi lina namna yake ya tofauti. Kuna namna moja ambayo kiongozi anaamini kwamba yeye ni wa kutumikiwa. Lakini Yesu amefundisha kitu kikubwa kwamba kiongozi sio wa kutumikiwa. Kiongozi ni wa kutumika. Kwa hiyo kiongozi anayetaka kutumikiwa hajaelewa kwa nini yeye ni kiongozi. Kwa hiyo leo ukiwa kiongozi wa kuongoza jamii au watu kadhaa au kundi fulani la watu, ukitaka wewe kutumikiwa, unakuwa unakinzana na kile ambacho Yesu alikionyesha kwa wanafunzi. Hasa uongozi wa Kikristo, hata wa huko duniani, lazima tuangalie kwamba dhima ya uongozi ni kutumika, kuwatumikia wale ambao umeitwa kufanya. Na utakapoweza kuwatumikia, ina maana ndio utaonyesha, utaacha urithi kwao, kwamba alama yako itabaki wewe kuwa ni kiongozi wao. Kwa kila mahali watakapoendelea kusema, watazungumza kwa sababu wewe ni kiongozi. Yaani alama yako bado itaendelea kuwepo. Kwa hiyo kuongoza kwa mabavu kwamba mimi ni kiongozi, lazima leo ni kiongozi, haitusaidii katika uongozi wetu mbalimbali, ila kubaki na kwamba umewahudumiaje wale ambao unawaongoza. Kwa hiyo uongozi unarithishwa kizazi na kizazi. Kwa hiyo kizazi kingine kitakapokuja kikikukumbuka kwa mazuri yale uliotumika, wewe ni kiongozi bora. Kizazi kitakapokukumbuka kwa yale ambayo ni mabaya ya kimabavu, ya kutokuwa kiongozi, labda uliwanyonya, uliwanyanyasa, bado wewe umeacha alama ile. Kwa hiyo uongozi wako utaisha na kizazi chako. Kwa hiyo Mungu huwa anapotenda mambo yake anatenda in generational wise, yani katika vizazi. Kwa hiyo baada ya kizazi chako unaacha urithi upi? Na urithi ule wa maadili, urithi wa uongozi, urithi wa upendo, urithi wa unyenyekevu, kama ambavyo tumejifunza. Hilo ndio jambo kubwa ambalo natamani kwa sisi tulioko katika ibada hii kujua kwamba uongozi wowote ni kutumika, sio kutumikiwa. Yesu anasema, nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, na utakapoongoka uwasaidie na wengine wa yale. Na hivyo mimi ninatoa tena wito kama jinsi ambavyo tumejifunza, tuombeane sisi kwa sisi. Yesu alimuombea Petro na wanafunzi wengine. Na hivyo sisi tuombeane sisi ili tuimarishane. Na kadri tunavyoimarishana sisi, basi tukawafundishe wengine. Karibuni tena katika kipindi kingine, muda na wakati kama huu, katika kipindi hiki cha Bobea Andikoni. Mungu na wabariki. Tukutane tena wakati mwingine. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa wema na ulinzi wako. Tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mjadala huu mpaka muda huu tumemaliza. Yale yote ambayo tumejifunza tubadilishe sisi kwanza, lakini tusaidie tukawaimarishe na watu wengine, na tukawafundishe na watu wengine pia waweze kukujua wewe. Tubariki kwa jina la Yesu. Amina. Amina.